Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tarehe 11 ya mwezi Juni, tumevalia rangi ya nyekundu kuashiria kwamba kuna mmoja kati ya wafuasi wa Yesu ambaye alimwaga damu yake ili kutetea imani. Sio mwingine bali ni Mtakatifu Barnaba mtume. Barnaba maana yake ni mwana wa faraja, yani mtu ambaye anawatia wengine moyo. Huyu alikuwa ni mtu aliyetokea huko Kipro na ni Mlawi katika makabila 12 ya wana wa Israeli. Na aliitwa kuwa mtume na akafanya kazi kama ya mitume. Tunaambiwa ni mmoja kati ya wale ambao kanisa la mwanzo aligawa mali zake, aliuza mali zake na ili fedha ile aikabidhi kwa mitume kwa ajili ya kuwasaidia maskini, kadiri ya kitabu kile cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 aya 36 hadi aya ya 37. Ndugu zangu wapendwa, katika masomo yetu mawili ya siku hii ya leo yanatupatia tafakari nzito kwamba je, katika kizazi kipya cha sasa wewe na mimi tunaweza tukawa Barnaba wengine? Tunaweza tukawa Barnaba wengine kwa namna ambavyo Barnaba aliishi maisha yake? Hebu tuingie katika somo la kwanza, ni kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 hadi sura ya 13. Na hapo tunaona kwamba kanisa la Antiokia linaanza kukua kwa kasi na mitume wanaamua kumtuma Barnaba ili aende kuchunguza na kuangalia hali halisi iliyoko kule. Na anarudisha taarifa kwamba kanisa limekuwa limejaa neema nyingi sana na akapata furaha kubwa. Ndugu zangu wapendwa, somo la kwanza ambalo tunajifunza katika maisha ya Mtakatifu Barnaba ni kwamba ni mtu ambaye alitambua na kuthamini kazi iliyokuwa inafanywa na wale wachungaji waliowakuta kule. Na hili linatufundisha katika maisha yetu kwamba sisi ambao ni Wakristo tunapaswa daima kuthamini kazi ambayo mwingine anaifanya, utumishi ambao mwingine anaufanya. Badala ya kuwa watu wa kukosoa na kulaumu, tunapaswa kuwa ni watu wa kuangalia mazuri yaliyofanyika na pengine kama kuna makosa kushauri kwa upendo na kumsaidia mtu aweze kufanya vizuri zaidi. Kuna namna 3 za kumkosoa mtu. Sio kila jambo la kukosoa. Unapoingia mahali unatamani kukosoa, ni vizuri ukafikiria kukosoa kwa namna hizi 3. Kukosoa kwa upendo. Namna 3. Namna ya kwanza ni kutambua kwanza kile kizuri ambacho amekifanya. Na kama kuna kosa basi kuonyesha kwamba pamoja na kwamba kuna uzuri huu, lakini pia kuna ubaya katika upande huu ambao ukirekebishwa unaweza kawa ni bora zaidi kuleta mafanikio. Lakini katika sehemu ya pili, namna ya pili ya kukosoa ni ile ya kutambua kwamba mtu alichokifanya pengine ni chema, kujaribu kung'amua kimoja wapo au kidogo tu ambacho ni chema, alafu kumwambia ili uweze kufanya vizuri zaidi basi unapaswa kuongezea na hili na hili na hili. Lakini namna ya mwisho ya kukosoa ni ile ya kwenda moja kwa moja, kuona kwamba kuna ubaya fulani na kurekebisha moja kwa moja. Lakini wakati mwingine lile ambalo linaonekana ni zuri linafunikwa kwa makosa ya wengine, kwa makosa ambayo mtu ameyafanya. Kwa hiyo tunavyotathmini kazi za watu wengine, tuige mfano Mtakatifu Barnaba. Aliona kwanza mema yaliyotendeka na hata kama kulikuwa kuna makosa pengine aliyakosoa kwa upendo. Ndugu zangu wapendwa, jambo la pili ambalo tunaliona katika hilo somo la kwanza ni kwamba baada ya kuona kwamba kazi ni nzito ya kuhubiri Injili huko Antiokia, aliamua kuomba msaada na kutumia vipaji vya Mtakatifu Paulo mtume. Pamoja na kwamba Paulo aliogopeka, lakini bado yeye alijitahidi kumuinua na Paulo akakubalika, akahubiri Injili na hata leo tunamwona ni mtume wa mataifa. Tunajifunza pia katika hilo kwamba utumishi wetu unapaswa kuwa ni wa kuwainua wengine. Hata kama unafanya kazi fulani, wapo ambao watakuwa chini yako, wapo ambao utawahitaji ili ufanye nao kazi, kwa sababu mafanikio ya kweli hayatokani na kupewa sifa zote wewe mwenyewe ukajilimbikizia makazi mengi, na unajua kabisa kuna mwingine ambaye ana kipawa na kipaji cha kuweza kukusaidia kuweza kufanya vizuri zaidi. Utumishi wetu haudai mashindano, unadai ushirikiano, ndugu zangu wapendwa. Na hivi kipimo chetu cha matokeo ya kazi ambayo tunaifanya hakitapimwa kwa namna ambavyo tumefanya kazi nyingi au sifa nyingi ambazo tumejilimbikizia, bali ni watu wangapi ambao tumewainua kutoka chini na kuwezesha wakaweza kufanikisha utume wa kanisa. Lakini pia katika somo hili la kwanza tunaanza kuona mafundisho mengine. Fundisho ambalo tunaliona lingine hapo ni kwamba watu walipokuwa katika sala, tunaambiwa Roho Mtakatifu akazungumza, akaomba atengee Barnaba na Paulo kwa ajili ya kazi ya kuhubiri Injili. Na kwa jinsi hii tunajifunza kwamba sala na mfungo kabla ya kuanza utumishi wetu, sala na mfungo kabla ya kuanza kazi zetu utaleta baraka kubwa sana katika maisha yetu. Na sio tu watumishi wa kanisa, bali hata mtu wa kawaida. Mtu una biashara yako au una duka lako au pengine una kazi yako, ni vizuri kabla ya kuanza kazi kumshirikisha Mungu kwa kusali, lakini pia kufunga. Hapo utaigeuza kazi yako kuwa ni altare na madhabahu ya kumtolea Mungu sadaka na dhabihu.
Ndugu zangu wapendwa, katika injili ya leo tunaona Bwana Yesu pia anawatuma wafuasi wake ili waende kule ambako alitamani yeye kwenda, na anawapa utume wa kwenda kuwaponya wagonjwa, kuwafufua wafu, kuwatakasa wenye ukoma, lakini pia kuleta watangazia kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Ndugu zangu wapendwa, katika tafakari ya maandiko haya matakatifu tunajifunza kwamba kanisa letu na utumishi wetu ni wa kimisionari. Hatujitumi bali tunatumwa, na tunapotumwa tunapewa nguvu na uwezo wa kwenda kutekeleza kile ambacho tunapaswa kwenda kukifanyia kazi. Katika maandiko haya matakatifu na kwa namna pekee hii Injili ya Mathayo sura ya 10 kadiri ya tafakari ya siku hii ya leo, Bwana Yesu anatufundisha kwamba kila mmoja wetu ambaye ni mbatizwa ametumwa kwa ajili ya kwenda kuhubiri Injili. Na kuhubiri Injili, ndugu zangu, haitakiwi kuwa ni kwa maneno matupu. Injili inasikika zaidi na kwa sauti kubwa na inaenea kwa kasi kama tabia zetu na maisha yetu au matendo yetu yataendana na kile ambacho tunakizungumza. Maana ndugu zangu wapendwa, tusisahau kwamba watu wanakumbuka tabia zetu kuliko maneno yetu. Mtu anaweza kusikiliza mahubiri yako, anaweza kusikiliza tafakari yako, anaweza kukusikiliza jinsi unavyomhubiria Injili, lakini atakumbuka zaidi tabia yako. Kama ni nzuri ataikumbuka, kama ni mbaya pia ataikumbuka. Kwa hiyo tabia zetu zinapaswa kuwa ni chumvi na nuru ya kuangazia wengine, kama tulivyosikia tafakari ya siku ile ya jana. Mwisho ndugu zangu wapendwa, katika tafakari hii ya siku hii ya leo Mtakatifu Barnaba, tunaona Mtakatifu Barnaba baada ya kwenda Cyprus, kisiwa cha Cyprus au kisiwa cha Cyprus huko, basi ndipo akauawa kwa kupigwa mawe, na tunaambiwa baada ya kufariki walichukua mwili wake wakauchoma. Katika mapokeo haya matakatifu tunajifunza kwamba mtu wa Mungu anayehubiri Injili atapata pia mateso. Kama Mtakatifu Barnaba alivyokubali kuvumilia madhulumu ya Injili, madhulumu ya kuhubiri habari njema, nasi tunaalikwa kuhubiri Injili hata ikitupasa kutoa sadaka kubwa ya kutoa uhai wetu. Maana Yesu mwenyewe alikufa msalabani kwa ajili ya kuokoa wengi. Damu yake iliyomwagika ilileta wokovu wa wengi. Ndivyo na Mtakatifu Barnaba, damu yake haikupotea. Na wewe pia, jinsi unavyodhulumiwa, jinsi unavyokutana na mateso kutokana na kwamba unazungumza ukweli au unahubiri Injili mahali fulani, basi ujue matendo yako yamehifadhiwa na utapokea baraka siku ile ya mwisho. Na jina lako litaendelea kustawi kama leo jina la Mtakatifu Barnaba linavyozidi kukumbuka duniani kote. Na watakieni wakati mwema. Leo tujiulize swali moja. Je, wewe unawezaje kuwa ni Barnaba wa kizazi kipya katika mazingira uliopo? Pengine katika familia, pengine katika jumuiya unayoishi, katika kanisa au katika kazi unayoifanya. Unakuwaje Barnaba, yaani mwana wa faraja? Uwe na uwezo wa kuwainua wengine, lakini pia kutengeneza wengine waweze kuwa kama wewe na hata bora kuliko wewe. Ndivyo alivyofanya Mtakatifu Barnaba. Unafikiri jambo gani ambalo ukilifanya litakufanya uige mfano? Sambamba na haya ambayo tumeyazungumza, bonus ambayo napenda kuwapatia siku ya leo ni kwamba nakuuliza swali moja. Je, huwa unakumbuka kuomba unapoamka asubuhi? Unakumbuka kuomba kabla hujaenda kazini? Unapokuwa katika shughuli zako za kazi unakumbuka kusali? Kabla hujalala unakumbuka kumwomba Mungu na kumshukuru? Je, unathamini kwamba sala na mfungo vina nguvu kufanikisha shughuli yako ambayo unaifanya siku yoyote ya maisha yako? Basi kama unafanya hivyo, naomba uache komenti hapa chini, na nadhani kabisa komenti yako itawabariki wengine. Msifu Yesu Kristo.